Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline siku hii ya leo bwana ni kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Mary. Nadhani huyu bwana watu wengi sana watakuwa wanamtambua kama Mary wa Mwijaku, mwanadada ambaye alimeke headline sana miezi kadhaa iliyopita, na sababu kubwa ya huyu bidada kuwa maarufu bwana ni lile tukio la wale wanachuo ambao walikuwa wakipigana na kumnyanyasa mwenzao kwa kumnyoa nywele, kisa tu kwamba alikuwa ameamua kutoka kimapenzi na Mwijaku. Yaani kwa kifupi bwana ni issue ambayo ilimeke headline kutokana na kwamba huyu Mwijaku ni mume wa mtu, umeona bwana lakini pia at the same time ni kwamba Mwijaku huyo bwana akawa yuko katika mahusiano na binti fulani hivi huko chuoni ambaye ndo huyu anaitwa Mary, lakini at the same time ni kwamba huyu binti tena akawa na ni kwamba huyu Mary alikuwa na rafiki yake, alafu huyo rafiki yake pia akaanza kutoka na Mwijaku, jambo ambalo likamkera huyu bibie Mary, na mwisho wa siku bwana ikapelekea bibie huyo bibie ambaye alikuja kuchepuka na Mwijaku kuingia matatizoni kutokana na kwamba waliamua wampige na kumfanyia unyanyasaji kwa namna moja au nyingine. Sababu tu ni kwamba ameamua kudate na Mwijaku ambaye ni mchepuko wa huyu bidada. Yaani kwa kifupi ni kwamba mchepuko unamwonea wivu mchepuko mwenzie, yaani mchepuko umeamua kumwadhibu mchepuko mwenzie kwa kutoka na mchepuko wake. Kwa hiyo ndo hizo video zikaenda viral zikiwa zinamuonyesha huyu bidada ambaye anafahamika kwa jina la Mary akiwa anamwadhibu yeye na marafiki zake, wakimwadhibu huyo binti mwingine, sababu tu ni kwamba alikuwa akichepuka na Mwijaku. Sasa ile kesi bwana imekuwa ikiendelea kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Tunaona kwamba kesi sasa hivi hapa imerudi tena mahakamani, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba hapa bwana kuna page hapa imekuja kiripoti, wameandika kwamba wanachuo waliomjeruhi mwenzao kisa mwanaume wamepigwa faini ya shilingi milioni 15 za Kitanzania. Maelezo zaidi wakawa wameandika hapa chini wakiwa wamesema kwamba bwana, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewahukumu adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 15 ambayo wanagawana au kwenda jela. Adhabu ya milioni 15 ambayo wanagawana au kwenda jela. Wanafunzi watatu wa vyuo vikuu vitatu tofauti nchini Tanzania waliokuwa na kesi ya kumpiga na kumjeruhi mwanachuo mwenzao baada ya kutiwa hatiani kwa makosa 7 ikiwemo la kutishia kuua na kusambaza taarifa za uongo. Wanafunzi ambao wamehukumiwa adhabu hiyo ni pamoja na Mary Matogolo mwenye umri wa miaka 22 ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Raina Mkwawili huyu bwana ni mwanachuo wa chuo kikuu cha Ardhi jijini Dar es Salaam, na Asha Juma ambaye yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Uhasibu Dar es Salaam TIA. Unaambiwa kwamba washtakiwa hao walikuwa wakikabiliwa na mashtaka 8 katika kesi ya jinai namba 13199 ya mwaka 2025. Hukumu hiyo imetolewa siku ya Jumatatu Disemba 22 mwaka huu 2025 na hakimu mkazi wa Kisutu. Mahakama hiyo ambaye anafahamika kwa jina la Gwantwa Mwankuga wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutolewa hukumu. Akisoma hukumu hiyo, hakimu Mwankuga alisema kwamba upande wa jamhuri ulipeleka mashahidi 12 na vielelezo 16 ambavyo vinathibitisha mashtaka pasi na kuacha shaka katika mashtaka 7 kati ya 8 walioshtakiwa nayo.
Hata hivyo, hadi mnamo saa 10 na dakika 48 alasiri, mshtakiwa wa pili Raine na watatu Asha wamefanikiwa kulipa faini hiyo na kukwepa adhabu ya kifungo, huku mshtakiwa wa kwanza Mary akipelekwa gerezani kwenda kuanza kutumikia adhabu baada ya kushindwa kulipa faini hiyo. Yaani yule Mary mwenyewe mhusika mkuu bwana, yeye ni kwamba ameshindwa kulipa hiyo faini, kwa hivyo basi moja kwa moja imepelekea aende akatumikie kifungo. Asha yeye alikuwa amehukumiwa kulipa jumla ya faini ya shilingi milioni 7 au kutumikia kifungo cha miaka 3 gerezani. Mary pia amepigwa faini ya jumla ya shilingi milioni 5 au kwenda jela miezi 6, na Raina amepigwa faini ya jumla ya shilingi milioni 3 au kwenda jela kwa muda wa miezi 6 kwa kila kosa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa kuna page amesema kwamba bwana, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewahukumu wanafunzi watatu wa vyuo tofauti kulipa faini ya shilingi milioni 15 jumla au kutumikia vifungo jela baada ya kupatikana kwa hatia kwa makosa 7 yakiwemo kumpiga na kumjeruhi mwenzao, kutoa vitisho vya kuua pamoja na kusambaza taarifa za uongo. Hukumu hiyo imetolewa Disemba 22 mwaka huu 2025. Lakini pia kuna wadau wanasema kwamba bwana, baadhi ya music videos ambazo Mary ametokea kama video vixen bwana, kuna video takriban 4 hivi ikiwemo ya Vanilla Music pamoja na wasanii wengine. Ni kwamba huyu bidada alikuwa anatumika katika hizo video kama video vixen. Kuna nyimbo ya Vanilla, kuna nyimbo ya J Melody, lakini pia vile at the same time kuna nyimbo ya Mario, nayo huyu bidada Mary bwana ametumika kama video vixen. Lakini kwa sasa hivi ndo hivyo tena, wadau, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba binti ameshindwa kulipa faini baada ya lile kosa. Hukumu imeshatoka sasa. Kutokana na yeye kushindwa kulipa faini, inatakiwa akatumikie kifungo cha miezi 6 jela, huku wenzie wawili ambao walikuwa wameshtakiwa nao wao wameafford kulipa, kwa hiyo wamekwepa hukumu ya kifungo, ila tu wameshatoa hizo fedha, kwa hiyo wako huru. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.